Kunena kwa lugha ni ahadi ya Mungu kwa kila Mkristo na kila mwamini. Amen. Nataka kusema nini? Ukisoma Marko, Injili ya Marko 16:16, anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Lakini anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu, watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Kwa lugha gani? Maana yake watasema kwa roho au watanena kwa lugha, kwa sababu wamekwisha kuamini katika neno langu. Ni maneno ambayo Yesu mwenyewe aliyasema. Ni ahadi ya Mungu ambayo alisema mwenyewe kwamba yeyote atakayeamini, ishara hizi lazima zitafuatana naye. Ni lazima kwamba kwa jina langu watatoa pepo, na kwa jina langu tena watasema kwa lugha mpya. Kumbe kama Mkristo lazima uhakikishe jambo hili liko ndani yako, unasema kwa lugha mpya, kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Kwa sababu amesema kila aminie anatakiwa kusema kwa lugha mpya. Ndio Yesu alivyosema. Na tunaona hata kule Petro alivyoenda kuhubiri, Roho wa Mungu akumchagua mtu, wote wakajazwa Roho wa Mungu na wote wakasema kwa lugha mpya. Tumesoma hata pia Matendo ya Mitume 2 kule, tumeona wale mitume wa Yesu walipokuwa katika kile chumba wakiomba na kusali, wote walijazwa Roho wa Mungu, wote wakasema kwa lugha mpya. Hakuchaguliwa mtu kwamba kuna watu wanaotakiwa kusema kwa lugha mpya, kwa sababu tumesoma kwamba kusema kwa lugha mpya kuna mjenga mtu. Kumbe anayesema kwa lugha mpya anajengwa zaidi. Kama kuna mambo ambayo alikuwa hawezi kuyafanya, anaanza kupokea uwezo wa kuyafanya, kwa sababu Roho wa Mungu anamsaidia zaidi kupiga hatua. Kumbe unaposema kwa lugha unajengwa zaidi na unaendelea kupokea vile vitu ambavyo ukutarajia kuvipokea. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe amesema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu, watatoa pepo, na kwa jina langu watasema kwa lugha mpya. Sasa muamini ni nani? Labda mtu anaweza kujiuliza, hao waaminio ni kina nani? Warumi 10:9 anatuambia, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na kwa kuamini moyoni mwako ya kuwa ni Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Maana mtu yoyote ambaye anaamini kazi ya msalaba, anayeamini kwamba Yesu alikufa kafufuka, anao wokovu.